السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Khalifa mtukufu Ayyadahullah Taala Ibn Nasr Aziz anasema kwamba enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume wake na wale wenye mamlaka juu yenu, na kama mkigombana juu ya jambo lolote basi lirudisheni kwa Mwenyezi Mungu na mtume, ikiwa mnamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Hiyo ndiyo heri nayo ina matokeo bora. Katika aya hii kuhusu mwaminio, Mwenyezi Mungu ameeleza jambo la msingi kwamba yeye ataboresha sifa yake ya utii, hata kama iwe utii wa Mwenyezi Mungu, uwe utii wa mtume wa Mwenyezi Mungu au uwe utii wa wenye mamlaka juu yake. Ndiyo, kama serikali inaamuru amri yoyote kinyume na amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, katika hali hii anatakiwa atangulize amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Lakini ikiwa katika mambo ya dini serikali haiingiliani, katika hali hii wenye mamlaka wawe Waislamu au wasiokuwa Waislamu, watu wanatakiwa wawatii viongozi wao. Kuhusu hii Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema kwamba imetolewa amri katika Qur'ani tukufu kwamba atiullah wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Mwenyezi Mungu amesema kwamba mnalazimika kutii ulil amr. Mtu akisema kwamba serikali haipo katika neno la minkum, basi yeye ni mwenye makosa. Serikali ikiwa inafanya sawa na sheria na ikiwa haiendi kinyume na sheria, basi anakuwa ndani ya minkum.
inathibitika kutoka katika aya hii kwamba tunalazimika kutii serikali, na amri hii imetolewa waziwazi ndani ya Qur'ani tukufu, जाहिर है कुरान करीम na ishara yake inapatikana katika aya hii. और ये इशारा इस आयत में है Basi गवर्नमेंट की इताअत hakam na adal wa zama hii amesema waziwazi kwamba करने के mambo ambayo और अदल hayawi kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi katika mambo mengine ya dunia serikali inatakiwa नफी करने वाले अहकाम amri zake zifuatiliwe, दुनियावी अहकामात में एक na mwaminio analazimika kufuata sheria ya nchi. Ikiwa sheria hizi haziendi kinyume na sheria, ikiwa waislamu wa siku hizi wakianza kufuata amri hii ya Qur'an tukufu kwamba hawatagombana na serikali, katika hali hii mfarakano बहुत से मुल्कों में unaopatikana duniani, हाल है hali hii inaweza kutulia na hali inaweza kuboreka. बहरहाल Sitaki kueleza kwamba wenye viongozi wana makosa kiasi gani au raia wana makosa gani, कितना कसूर है au waislamu wanaathirika kiasi gani kutoka katika hali hii. मुतासिर हो रही है Mimi nataka kusoma baadhi ya maandiko ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Maandiko haya yanaonyesha काफी लंबा एक sifa ya utii, umuhimu wa utii, na ikiwa sisi hatufanyi utii hasara yake ni nini, इताअत ना करने के नुकसान na और इस्लाम Uislamu utaenea kwa sababu ya sifa hii ya utii. Katika zama hii ni wanajumuiya ambao wanaweza kuonyesha sifa hii ya utii बात का सही na wanaweza kuthibitisha duniani kwamba और दुनिया को दिखा सकते हैं jinsi gani heshima ya waislamu inaweza kurudi au inaweza kuthibitika. बहरहाल Kwa hivyo tunalazimika tuonyeshe kwa vitendo vyetu kwamba sisi ni watiifu. Sayyid Ahmad alayhi salatu wassalam anasema kwamba इस्लाम yani फरमाते हैं Allah कि यानी na mtume wake na और उसके रसूल wenye mamlaka muwatii. Utii ni kitu ambacho ikiwa सच्चे दिल से unafanywa kisawasawa, kwa sababu ya hii nuru inapatikana ndani ya moyo. में एक लज्जत और रोशनी Juhudi haihitajiki kadiri tunahitaji utii, lakini ni sharti kwamba जरूरत नहीं है utii uwe ukamilifu na kweli kweli, na hii ndiyo ni kazi ngumu. इताअत हो और यही एक मुश्किल अमर है Katika utii mtu analazimika kuchinja tamaa za nafsi. Bila hii mtu hawezi kuwa mtiifu, जरूरी होता है na tamaa za nafsi ni kitu ambacho और हवाए नफ्सी एक ऐसी kinaweza kuwa sanamu katika mioyo ya watu के कल्ब में भी wengi. Masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam walipewa fadhila kiasi gani, na wao walikuwa watiifu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi gani. सल्लम की इताअत Hii ni kweli kwamba taifa haliwezi kuitwa taifa की बात है कि कोई कौम na ndani yake huo umoja hauwezi kupatikana mpaka taifa lile liwe sifa ya utii. तक के वो फरमाबरदारी के Ikiwa mfarakano unapatikana, basi muelewe katika hali hii taifa litaanguka. कि ये इतबार और तनज़्ज़ुल के निशानात हैं Amesema फिर ज़वाल sababu ya kuanguka kwa Waislamu pamoja na sababu zingine, sababu mojawapo ni hii kwamba wao hawaelewani na umoja haupatikani. Ikiwa wao wanaacha ihtilaf na wakianza kufuata mtu mmoja इख्तिलाफ राय को ambaye और एक की इताअत करें kwake Mwenyezi Mungu amesema kwamba afuatwe, basi katika hali hii watafaulu, इस काम को na katika hali hii mkono wa Mwenyezi Mungu unakuwa juu ya jumuiya yake, हाथ जमात पर होता है na Mwenyezi Mungu anapenda umoja,
na umoja huu hauwezi kupatikana mpaka utii ufanywe. ये वहदत कायम नहीं हो सकती Mtume katika zama ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, masahaba walikuwa na wenye rai nzuri sana. Sifa zao zilikuwa za aina hii kwamba walikuwa wakijua mambo ya kisiasa pia, kwa sababu hatimaye wakati Hazrat Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu na masahaba wengine walipokuwa mahalifa na walipopata utawala, jinsi walivyoendesha utawala, उन्होंने जिस खूबी और hali ile inathibitisha kwamba wao walikuwa wenye rai nzuri sana. कि उनमें अहलुर राय होने की कैसी काबिलियत थी। Lakini mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hali yao ilikuwa ya aina hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema yoyote, कि जहां आपने कुछ फरमाया masahaba waliona kwamba rai yao haina thamani yoyote, उसके na yoyote aliyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walifuata ile amri, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया na wao walijizama katika utii kiasi hiki kwamba walikuwa wakitafuta baraka katika maji yaliyoachwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. और आपके लबे मुबारक Ikiwa wao wasingekuwa na utii wa hali ya aina hii na kila mmoja angetanguliza rai yake na ushauri wake, basi katika hali hii राय को मुकद्दम ikhtilafu ingepatikana ndani yao na wao wasingepata sifa hizi. इस कदर मुरातबे Sawa na maoni yangu kwa ajili ya kuondoa fitina ya Shia na Sunni, hii dalili inatosha kwamba maswahaba यही एक दलील काफी है कि walikuwa hawana mfarakano wala ikhtilafu ndani yao, kwa sababu maendeleo yao na ufaulu wao क्योंकि उनकी तरक्की unathibitisha kwamba wao walikuwa kama kitu kimoja na walikuwa hawana uadui na yeyote. और कुछ भी किसी से अदावत न थी ना Maadui wa Islam wamesema kwamba Islam ilisambazwa na इस्लाम, upanga, lakini jambo hili si sahihi. मगर मैं कहता हूँ ये सही नहीं है। Ukweli ni kwamba mioyo ilifuata की नालियां na ilitii Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi hiki kwamba watu wengine pia walivutika kwa kuona sifa hizi za maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. मेरा तो ये Ninaamini kwamba wao walishika upanga kwa sababu ya kujilinda. Pengine wasingeshika upanga, bila shaka maswahaba wangeshinda dunia hii kwa kutumia ulimi wao. तो यकीनन वो जुबान ही से दुनिया को फतह Anasema Sayyidina alayhi salatu wasalam katika shairi lake la Kiajemi, फरमाते हैं yani दिल maana yake ni hii kwamba नसीमत लाजरम kauli inayotoka katika moyo wa mtu वो बात जो दिल से निकलती है hakuna shaka ndani yake kwamba kauli ile inaleta athari juu ya moyo. कोई शक नहीं वो दिल Anasema maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikubali haki na ukweli na walikubali kwa moyo safi, और हक को कबूल किया था। na walikuwa hawana tabia ya kuwaonyesha wengine, इसमें कोई तकल्लुफ na ukweli wao ulikuwa sababu ya उनका सिद्क ही ufaulu wao. उनकी कामयाबियों का जरिया। Na hii ndiyo ni kweli kwamba mkweli anatumia upanga wa moyo wake. सादिक अपने सिद्क की तलवार Sura ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliyokuwa imejaa na tegemeo la Mwenyezi Mungu, iliyokuwa na nuru ya jalali na jamali, ndani yake ilikuwa mvutano kiasi hiki kwamba mioyo ilikuwa ikivutika upande wake. कि वो बे Kisha jumuiya yake ilionyesha mfano wa utii wa hali ya aina hii, आपकी जमात ने इताअत रसूल का वो नमूना दिखाया। na walionyesha uimara wa kiasi ऐसी फौज hiki kwamba yeyote aliyekuwa akiwaona alikuwa akivutika upande wake. Na wao wao walionyesha mfano wa aina hii na waliendelea kuonyesha mfano wa aina hii kwamba और फिर मुस्तकिल मिजाजी से दिखाते baraka yake ilikuwa hii kwamba yeyote aliyeona mfano wao alivutika upande wao. उसको देखा Lakini sisi tunahitaji umoja upatikane ndani yetu pia, kwa sababu jumuiya hii inayotayarishwa kwa mkono wa Sayyidina alayhi salatu wassalam
imefananishwa na jumuiya iliyotayarishwa na mtume muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na maendeleo ya jumuiya yanakuwa kwa sababu ya mifano ya watu wa aina hii. Kwa hiyo nyinyi kwa kuita jumuiya ya sinam alah salatu wassalam mnakuwa na hamu kwamba mfunane na jumuiya ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi nyinyi pia mnatakiwa muwe na umoja na udugu kama masahaba walikuwa wanayo, na muwe na sifa kama masahaba mtume sallallahu walikuwa wanazo. Halifa mtukufu anasema kwamba katika maandiko haya ya sayyidina ahmad alayhi salatu wassalam, sinam alayhi salatu wassalam ameeleza mambo chungu mzima. Jambo la kwanza ni kwamba mtiini mwenyezi mungu na mtiini mtume wa mwenyezi mungu, vile vile mtiini wenye mamlaka juu yenu. Katika utii huu nidhamu ya serikali pia inapatikana na vile vile nidhamu ya jumuiya pia inapatikana, na utii wa uhalifa ni juu ya mambo haya yote mawili, kwa sababu uhalifa unaendeleza amri za mwenyezi mungu na mtume wake, na nidhamu ya jumuiya ni chini ya uhalifa. Na huu ni uzuri wa uhalifa kwamba baadhi wakati ikiwa kwa ajili ya kuendesha nidhamu ya jumuiya wale waliopewa mamlaka, ikiwa ikhtilafu inapatikana ndani yake, basi halifa anaondoa ile ikhtilafu. Kwa hii ni katika majukumu yake, kama nilivyosema kwamba utii wa uhalifa ni muhimu zaidi kuliko utii wa serikali. Kwa hiyo msione hivi kwamba halifa hafuati sheria ya nchi, bali halifa ni yule ambaye anatii sheria ya nchi kushinda wengine wote. sainam alah salatu wassalam anasema sehemu moja kwamba ulil amr maana yake ni ufalme wa kidunia, na kwa kiroho ni imamu wa zama. Basi katika nidhamu ya dunia, nidhamu ya kiroho pia inaweza kuendeshwa, na sisi ni wenye bahati nzuri kwamba sisi ni wafuasi wa nidhamu hii ya kiroho, na kwa ajili ya kuendeleza nidhamu hii ya imamu mwenyezi mungu alianzisha nidhamu ya uhalifa ambayo kwa kuimarisha amri za mwenyezi mungu mioyoni mwa watu anafanya juhudi. Ikiwa ikhtilafu inapatikana kama ni amri ya mwenyezi mungu sawa na amri ya mwenyezi mungu na mtume wake anatoa uamuzi. Hazur anasema hii pia ni ihsani ya mwenyezi mungu juu yetu kwamba nidhamu ya uhalifa unapatikana ndani yetu. Pengine makundi mbalimbali yamefanya tafsiri ya aya hii katika sura mbalimbali, na tafsiri zao badala ya kurekebisha mambo yanaharibu mambo. vile vile kuhusu utii wa serikali pia, ikiwa kuna nadharia mbalimbali, hali hii pia inaweza kuleta mfarakano. Basi uamuzi mzuri unaweza kutolewa chini ya nidhamu ya uhalifa tu, na kwa sababu ya hii wanajumuiya wanatakiwa watoe shukrani sana, na shukrani yao inaweza kwa kutii nidhamu ya uhalifa. sinam alah salatu wassalam alisema hii pia, na hii ni muhimu sana, kwamba ikiwa mtu anafanya utii kwa moyo safi, katika hali hii ladha inapatikana ndani ya roho yake. bila shaka mradhi wake ni kutii nidhamu ya kiroho, na hii ni kipimo kwa ajili ya kila mtu anayetii apime utii wake, kwamba je, nuru inapatikana ndani ya moyo wake kwa sababu ya utii.
ikiwa kila mmoja anachunguza hali yake hivi, अगर हर एक खुद इस पर गौर basi atajua hali ya utii wake ikoje, kiasi gani anatii, kiasi gani anamtii mwenyezi mungu, na kiasi gani anamtii mtume wake, na kiasi gani रसूल की वही ताकत anatii nidhamu ya alifa iliyoanzishwa baada ya sainam alahi salatu wassalam. जरिए कायम कर ikiwa baada ya utii wa mwenyezi mungu na mtume wake hapati nuru, basi haina faida ya utii wa aina hii. कोई नूर हासिल नहीं होता, तो आपने फरमाया इसका कोई फायदा नहीं। kwa sababu ya kutii serikali amani na usalama utapatikana, अमन और सुकून तो पैदा होगा, lakini ladha inapatikana kwa kufuata nidhamu ya kiroho. रूहानी निज़ाम की तात नहीं है। kisha kwa ajili ya kuboresha madaraja ya kiroho, sinam alah salam alieleza nukta moja hii kwamba haina haja ya kufanya juhudi sana kama kuna haja ya kutii. इस कदर ज़रूरत mwanadamu akifanya juhudi ya aina gani, lakini ikiwa hana tabia ya kutii, katika hali hii hawezi kupata ladha ya kiroho, wala hawezi kupata nuru, wala hawezi kupata utulivu wa maisha yake. रोशनी मिल सकती है, basi wale watu सुकून मिल सकता ambao है। बस जो लोग wanafanya fahari kwa sababu ya ibada zao na wanatoka nje ya utii, wao hawawezi kuwa warithi wa fadhila za mwenyezi mungu. वो अल्लाह ताला kisha kwa ajili ya kupata utii फिर इताअत का mzuri, senam alah salam alisema jambo hili एक अहम बात kwamba mtu anatakiwa achinje tamaa za nafsi zake में अपने na afishe kibri yake na aache majivuno. मारना होगा, अपनी अनानियत पर छुरी फेरनी होगी। anatakiwa afanye tamaa za nafsi sawa na amri za mwenyezi mungu, ndipo atapata utii mkamilifu. pengine anasema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba bila hii mtu hawezi kutii kikamilifu. वरना आप फरमाते हैं amesema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba watu wenye ibada sana wao pia wanaweza kuwa na kibri, na wale hawa wanaosema kwamba sisi tunaamini mungu mmoja, कहते हैं कि हम एक खुदा को kila wakati wanamkumbuka mwenyezi mungu sawa na maoni yao. amesema sinam alah salam kwamba sanamu inaweza kupatikana ndani ya mioyo yao pia, फरमाया कि उनके दिल hata kama wao wanadai kwamba wanamwabudu mwenyezi mungu mmoja, एक खुदा की lakini masanamu ya kibri yanaweza kupatikana ndani ya mioyo yao, और फख्र के बुत दिलों में बैठे होंगे। ambao masanamu haya wanamtoa nje ya utii अदना wa kawaida. निकाल देते sinam alah salam alisema kwamba masahaba wa mtume muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwa sababu ya utii mkamilifu सच्ची इताअत के बाद ही walipata matokeo mazuri ya ibada zao, na hali yao ni mfano mzuri kwa ajili yetu. katika hadithi moja inapatikana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alieleza kwamba utii unatakiwa aina gani. alisema kwamba tiini hata kama hakimu wenu ni mtumwa mweusi मुकर किया जाए, mwenye kichwa kama zabibu, बल्कि ये भी फरमाया yani hata kama yeye hana akili sana pia mnalazimika kumtii. अकली लिहाज से कुछ कमियां भी हों। sainam alah salatu wassalam amesema kwamba maendeleo ya mataifa pia yanapatikana kwa sababu ya utii, na kaumu haiwezi kuitwa kaumu ikiwa haina utii, wala haiwezi kuwa na umoja mpaka wanakuwa na sifa ya kutii. जब तक basi kufuata इख्तियार नहीं करेंगे kitu hiki ni siri ya maendeleo. mtume sallallahu alaihi wasallam alisema hii pia kwamba maendeleo yanapatikana kwa kuwa pamoja na jumuiya na kwa kumsikiliza imamu wa zama, na kwa sababu ya utii maendeleo yatapatikana. bila hii maendeleo hayawezi kupatikana. ikiwa waislamu wanaelewa siri hii, wanakuwa nguvu ya aina hii kwamba dunia haiwezi kusimama mbele yao. तो एक ऐसी अजीम ताकत बन जाए lakini sisi ambao tunaitwa wanajumuiya, लेकिन हम जो अहमदी कहलाते हैं
sisi tunatakiwa tufanye juhudi ya kuwa watiifu wakamilifu बर्दारी के मयारों को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए. kwa sababu utii kwa ajili ya jumuiya ya mwenyezi mungu अल्लाह ताला amesema kwamba ni mzuri katika matokeo. की बेहतरीन wakati tutakapotii lazima mwisho wetu utakuwa mwema, na kwa sababu ya hii mapinduzi yatapatikana. जिससे lakini katika nidhamu za dunia pia tunashuhudia kwamba दुनियावी निज़ामों में भी हम kwamba utii unaonyesha miujiza ya aina gani. बर्दारी की रूह kuhusu napoleon tunasoma katika historia inasema kwamba napoleon alitawala france कहा जाता है कि wakati ऐसे वक्त में ilikuwa inarudi nyuma katika maendeleo. उरूज से ज़वाल hali yake iliendelea kuwa mbaya siku hadi siku. की हालत napoleon aliwaambia wananchi kwamba नेपोलियन ने madamu mnaendelea kuwa na hitilafu hamwezi kufaulu. तफरीका और फाड़ है. ikiwa mnakuwa na sifa ya utii lazima mtapata ushindi na mtapata maendeleo. आदत अपने अंदर पैदा करो, तुम जीत जाओगे, तरक्कियां हासिल करोगे, अपना मुकाम kwa hiyo wale waliokuwa wakitaka heri ya nchi wakakubali kauli yake na wakamchagua kuwa kiongozi wao इर्द गिर्द जमा होने शुरू हो गए, उसी को अपना लीडर बना लिए. na wakaonyesha mfano mzuri wa utii. फर्माबरदारी का aliwafundisha kiasi hiki kwamba walianza kumtii na walimtii katika mambo yote, bali inasemwa kwamba बल्कि walionyesha mfano wa aina hii kwamba hata maisha ya napoleon pia yalibadilika जिंदगी को भी बदल दिया. wakati alipoona ये कहा जाता था utii. basi napoleon kwa kuona utii alileta mapinduzi ndani yake pia. खिलाफ पैदा किया. hatimaye alipata wakati kwamba baada ya vita kubwa napoleon alishindwa na alifungwa gereza katika kisiwa la italy. एक जजीरे में कैद कर दिया गया. baadaye kwa msaada wa watu fulani alipata uhuru tena, akaja katika मदद से आजाद हुआ. pwani मिसाइल पर la france, na wakati ule serikali mpya ilipatikana kule france. नया निजाम था. mfalme kwa kuwaita mapadri पादरियों को बुलाकर उनके जरिए alichukua जर्नैलों और viapo vyao na alichukua कस्में ahadi zao kutoka kwa wanajeshi na watu wengine kwamba watatii mfalme, na mfalme बाइबल पर हाथ रखवाकर alichukua viapo vyao kwa sababu alikuwa anajua kwamba napoleon alitia utii wa aina hii ndani ya wananchi, kwamba akirudi tena napoleon watu wataanza kumfuata tena. napoleon alipoachwa huru katika gereza na aliporudi tena france के जगह से रहा हो गया, kule मदद की, वापस tena akaanza kukusanya watu pamoja naye ऐसे लोगों को, जिम्मेदारों को katika watu waliokuwa watiifu wake अवाम ने na walikuwa wakimsikiliza. wao walikuwa si wanajeshi wenye uzoefu na walikuwa hawana silaha, वो तजर्बाकार फौजी नहीं. lakini mfalme alipojua kwamba napoleon anafanya hivi akamtuma jenerali moja pamoja na wanajeshi kwamba wapigane na napoleon na wamalize. kwa bahati wanajeshi walipambana na napoleon pamoja na wenzake katikati ya milima ambapo nafasi ilikuwa ndogo sana. napoleon aliwaambia wenzake kwamba waende mbele. walipokwenda mbele walipigwa risasi na wanajeshi. kwa hiyo napoleon aliwatuma wengine wenzake, wao pia waliuawa na wanajeshi. hatimaye wanajeshi wa serikali walisema kwamba sisi hatuwezi kwenda mbele kwa sababu mdui wetu yupo mbele na nafasi ni ndogo sana katikati ya milima. दुश्मन सामने है और kisha walisema hii pia kwamba tulikula kiapo kwamba tutaungana na serikali बाइबल पर कस्में खाई हैं, na tunalazimika kuwamaliza hawa सिपाहियों को खत्म भी कर दिया. hawa ambao ni
ndui wetu na sisi hatuwezi kuwashambulia vizuri kwa sababu nafasi ni ndogo sana katikati ya milima और मारे जाते हैं। kwa sababu napoleon mwenyewe ने खुद ही kwa kuwapatia malezi wale wanajeshi alitia tabia ya kuwa watiifu फरमाबरदारी का जज्बा पैदा किया था। उसने उनसे कहा अपने सिपाहियों से जो अब इसके साथ थे, napoleon akawaambia wenzake kwamba mwatangazie hawa wanajeshi kwamba napoleon anasema kwamba muache njia, lakini wao waliendelea kupiga risasi na walisema kwamba kwa sababu sisi tumekula kiapo kwa hiyo hatuwezi kutii amri ya napoleon. नेपोलियन को इस पर Na napoleon alikuwa anashangaa kwamba hii haiwezi kutokea kwa sababu ये हो नहीं सकता। nilitia utii ndani yao, kwa hiyo hawezi दारी का माता पैदा किया है। hawezi kupiga risasi. Akawatuma tena wenzake wengine, wao pia waliuawa na wanajeshi. Hatimaye napoleon mwenyewe akaenda और मजीद आदमी na akasema kwamba mimi nitaangalia kwamba namna gani hawawezi kunitii. Kwa hiyo akaenda mbele akasema, mimi ni napoleon na waambieni kwamba muache njia yangu. गया, उसने कहा मैं नेपोलियन Ofisa wa serikali akasema kwamba sisi tumekula kiapo kwamba tutatii amri za serikali. मुझसे वफादारी कसम खाई। Na napoleon alikuwa anaona kwamba yeye aliwapatia funzo hili la utii na hawawezi kusahau funzo hili. napoleon akasema kwamba lazima wenzangu wataenda mbele, नेपोलियन ने कहा ikiwa nyinyi mmesahau तो बहरहाल आगे mafunzo yangu, mafundisho yangu, अगर तुम मेरा सिखाया basi nipo hapa nimesimama mbele yenu. yeyote anayetaka basi जिस सिपाही का anipige risasi. Ikiwa nyinyi mnataka kwamba muue mfalme wenu, basi mimi nipo hapa mbele yenu, mnaweza kunipiga risasi. Aliposema haya, मैं खड़ा हूं, तुम मेरे सीने में गोली मारो। kwa sababu ya kauli yake hii, ये कहा wale wanajeshi wakaanza kukumbuka utii wa zamani. kwa hiyo wakasema kwamba idumu milele napoleon. उन्होंने नेपोलियन से hata लगाया inasema kwamba wengine walianza kulia kama watoto. कि उनमें से बाज बच्चों की तरह रो रहे थे। Ofisa wa तो ये भी खबर wanajeshi alipopata taarifa hii akasoka mbele kwamba yeye ashambulie, lakini yeye pia aliposikia sauti ya napoleon kwamba mfalme wenu napoleon anawaiteni, kwa hiyo yule ofisa नेपोलियन तो हिंदू wa wanajeshi वो फौज yeye pia akamfuata napoleon. जो बात का इकरार था वो भूल कर उसके साथ शामिल हो गए और फरमाबरदारी Ni mradi hii ilikuwa juhudi ya napoleon kwamba ये नेपोलियन की कोशिशें थी। alitia utii katika wananchi wa france. उसने फरमाबरदारी का जज्बा hadrat muslim maud raziallahu taala anhu kwa kueleza mfano huu anasema kwamba napoleon au viongozi wanaofanana naye walikuwa hawana msaada wa mwenyezi mungu ambao unakuwa pamoja na dini ya mwenyezi mungu, lakini kwa kuwa na hali hii walileta mapinduzi. Lakini wale wanafanya bayet hali yao inakuwa tofauti, लेकिन बैत का kwa sababu bayet maana yake ni kwamba mtu ajizame katika utii, बैत का तो मफहूम ही इताअत में अपने आप को फना करना है और ये मफहूम na utii wa dunia hauwezi kusimama mbele yake, hauwezi kuwa sawa sawa na utii huu. Na amesema kwamba siri hii atiullaha wa atiu rasul wa ulil amr ni ya aina hii kwamba maadamu taifa hailifuati siri hii haliwezi kupata maendeleo na mafanikio. कभी कामयाब नहीं हो Basi kuna haja ya kuzingatia kauli hii ya sinama alayhi salatu wasallam kila wakati kwamba kwa ajili ya kuwa kaumu tunalazimika kuwa na umoja na utii. Bila hii tunaweza kuanguka. सकता और इसके बगैर Kuhusu hii Qur'ani tukufu pia ametukumbusha इस बारे में kwamba wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku अल्लाह फरमाता है कि वातसिमू wazkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'daan fa'alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana बिहदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम wa kuntum ala shafa hufratin minan nar
faankazakum minha वकुंतुम अला शफा हुफरतिन मिनन नार kazalika yubayinu llahu lakum ayatihi laallakum tahtadun, yani बय्यनुल्लाहु na shikeni kamba ya mwenyezi mungu nyote wala msiachane, na kumbukeni neema ya mwenyezi mungu iliyo juu yenu mlipokuwa maadui, naye akaziunganisha nyoyo zenu, hivyo kwa neema yake mkawa ndugu, na mlikuwa ukingoni wa shimo la moto, naye akawaokoeni nalo. Hivyo ndivyo mwenyezi mungu anavyokubainishieni aya zake ili mpate kuongoka. ये अपनी आयात खोल खोल कर बयान करता है ताकि Basi hii ni amri ya mwenyezi mungu waziwazi, lakini ni bahati mbaya ya waislamu kwamba kwa kuwa na amri hii wazi ya mwenyezi mungu, कि इस वादे इरशाद के बावजूद wao wamefika mwisho wa ikhtilafu क्या कि इंतहा तक na wamesahau umoja wao, जो इनामात हुए थे उनको भुला बैठे na wao wanaendelea kuanguka. और तनज़ुल Tangu wakati wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, वसीम मौद hali yao hii iliyokuwa ya waislamu wakati ule, sasa hali hii imefika katika mwisho wake, yani wameanguka sana waislamu, आया अब तो इसकी इंतहा हुई है lakini kwa bahati mbaya hawaelewi. ये इंतहा Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam alisema kwamba mkiacha ihtilaf वसीम मौद इस्लाम na mkianza kufuata mmoja, अगर इख्तिलाफ राय छोड़ yani mfuate imamu wa zama hizi दो यानी ambaye alitumwa na क्योंकि इस जमाने में mwenyezi mungu kwa kuwa mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni masihi aliahidiwa, mkianza kumfuata basi mtaona kwamba baraka itapatikana ndani ya kazi yenu kiasi gani. Mwenyezi mungu awaongoze hawa wafanye hivi. अल्लाह उनको अकल दे Mwenyezi mungu anaweka mkono wake juu ya umoja, हाथ जमात पर हो na habari yake inapatikana katika hadithi za mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madamu hali hii haipatikani, mungu pia hawezi kupatikana, wala ufaulu mwingine hauwezi kupatikana. Mwenyezi mungu anakuwa pamoja na wale tu खुदा ताला भी उन्हीं को मिलता है na wanaelewa maana ya tauhid, wale tu ambao wanakuwa na umoja. उन्हें ही होता Sisi hatutakiwi turidhike na hali hii kwamba tumefanya bayat. Kuna haja ya kupata malengo ya bayat, na malengo ya bayat ni haya kwamba tujiuze, है कि ndipo tutakuwa warithi wa fadhila za mwenyezi mungu. और तभी खुदा ताला के Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam हज़रत मसीह मौद इस्लाम ने हज़रत अबू बकर kwa kutoa mfano wa Hazrat Abubakar Siddiq na Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu, na kwa kueleza mifano ya maswahaba wengine, amesema kwamba hawa walikuwa wenye rai nzuri na walikuwa wakijua siri za siasa pia, na wao walipopata nafasi sifa zake zilipatikana na hali yake ilipatikana, na waliendesha vizuri utawala. हुकूमत चलाई Lakini wakati wa mtume saa salam ilionekana kwamba wao hawajui kitu chochote. लगता था कि उन्हें कुछ पता नहीं Wao walikuwa wakimfuata mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, और हुक्मों पर चलना उनका काम na walikuwa wakiona kwamba akili yao na raya yao haina thamani yoyote mbele ya raya ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na dunia ilishuhudia kwamba namna gani masahaba waliongoza dunia. इन सहाबा ने किस तरह दुनिया की रहनुमाई की यही तरबियत तो Hii ndiyo ilikuwa sababu ya malezi kwamba wao walionyesha utii wa hali ya juu wakati wa mahalifa wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukio moja linapatikana एक वाकया kwamba Hazrat Abu Ubaida alikuwa mwenye rai nzuri sana. दिल ताला अन्हो की दानिशमंदी बेनफ्सी और कौमी मफाद को पेश नजर रखने का Hazrat Abu Ubaida alipokea barua ya Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu wakati alipokuwa vitani. हज़रत उमर का खत मिला एक जंग के दौरान जिसमें हज़रत अबू बकर Ndani ya barua ile ilielezwa kwamba Hazrat Abubakar Siddiq amefariki, na Hazrat Umar Faruk radhiallahu ta'ala anhu kwa kumteua Hazrat Khalid bin Walid alimchagua kuwa kiongozi wa kundi la Waislamu walikuwa pale.
harat abu ubaida kwa sababu ya masilahi ya waislamu na faida ya waislamu hakumfahamisha hadrat khalid bin walid mpaka walipopatana na watu wa damishk. अहले दमिश्क के साथ सुलह ahadi ya mapatano iliyoandikwa wakati wa kutii sahihi, hadrat abu ubaida alimwambia bana khalid bin walid kwamba atie sahihi juu ya ile ahadi. khalid bin walid baadaye alijua kwamba खालिद बिन वलीद को kwamba aliteuliwa kuwa kiongozi, kwa hiyo akawa na malalamiko, उन्होंने शिकवा किया, मगर आप lakini hadrat abu baida alimsifu. तारीफ करते हुए उन्हें wakati ule hadrat khalid bin walid alionyesha utii wa hali ya juu खालिद बिन वलीद ने na akawahutubia wenzake na akasema kwamba enyi watu, इंतहाई शानदार नमूना mwaminifu aliteuliwa kuwa kiongozi wenu, kwa sababu mtume muhammad saa salam alimuita hadrat abu ubaida mwaminifu. हजरत अबू उबैदा hadrat abu ubaida kwa kumjibu alisema kwamba nilimsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba khalid bin walid ni upanga wa mwenyezi mungu na yeye ni kijana mzuri wa kabila. की तलवारों में से एक तलवार है, hii ilikuwa किले का बेहतरीन नौजवान। बस ये था hali ya kukubali uamuzi wa halifa kwa moyo safi. फैसले siku hizi matukio baadhi wakati yanapatikana ya aina hii kwa kawaida kwa fadhila za mwenyezi mungu jumuiya inatii, lakini baadhi wakati inatokea hivi kwamba mtu anapofutwa kazi au madaraka anasema kwa nini amefutwa madaraka, kulikuwa kosa gani, kwa nini tumefutwa kazi. क्या कमी थी wao wangeonyesha mfano kama masahaba walionyesha, basi ingekuwa na maswali ya aina hii. तो कभी इस किस्म के सवाल ना उठें। halifa mtukufu anasema tunatakiwa tukumbuke kwamba siku hizi qurani ile ile याद रखना चाहिए ambayo ndani yake kuna amri za mwenyezi mungu na tunamfuata mtume yule yule कि अहकामात हैं, ambaye alituongoza, उनकी हम पैरवी करते हैं, जिसने हमारी na katika vitabu vya hadithi mwongozo huu unapatikana. और अहादीस की कुतुब में है। lakini hali ya waislamu ikoje? लेकिन wao wanahitilafiana au wanaomba फसाद है, kwa dunia. sainam alahi salatu wassalam amesema kwamba ihtilafu hii inayopatikana ndani ya shia na suni, कि आज जो ये फूट है और शिया ihtilafu hii ni kwa sababu ya kutokutii. में हो गई हैं, ये इताअत से बाहर निकलने की वजह से ikiwa waislamu wanakuwa pamoja, हाल है। अगर आज आपस में एक हो जाएं maadui wasingeweza kuwa na swali hili kwamba islam ilienea kwa kutumia upanga. तलवार के जोर से, utii wa masahaba ulikuwa aina hii kwamba ulishinda mioyo za watu. umoja huu unatakiwa upatikane tena siku hizi pia, इस इतिहाद hasusan jumuiya ya masihi maud alahi salatu wassalam inatakiwa ndani yake hali hii ipatikane. na sinam alah salam alisema kwamba unatakiwa muwe na mfano wa masahaba सहाबा का नमूना ili upanga wenu wa kweli uendelee kukata maadui. hii hali itapatikana wakati और ये उस वक्त होगा tutakapokuwa watiifu wa hali ya juu na kila mmoja wetu atakuwa mtiifu. हम में से हर एक में पैदा होगी, हर एक अपने अंदर पैदा कर ikiwa tunamtii mwenyezi mungu na mtume wake, katika hali hii tutapata sehemu katika nuru ile aliyopewa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. basi hili ni jukumu kubwa sana la manajumuiya बस ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी kwamba kwa kufanya bayati ya masihi aliyeahidiwa alahi salatu wassalam, नाम की बैत में आकर अतीउल्लाह व अतीउर रसूल awe mfano wa atiullaha wa atiu rasula wa ulil amr, kiasi hiki kwamba dunia ivutike kwake. na hii ndiyo ni siri ya kushinda mioyo za dunia. वह है जिससे hii ndiyo ni siri ya kuleta dunia katika miguu ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम hii ndiyo ni siri ya kuongoza dunia hii. डाल सकते हैं। hii ndiyo ni siri ya kuondoa ufisadi ya dunia, kwa sababu kama nilivyosema kwamba खत्म कर सकते हैं। sisi tunazo amri za mwenyezi mungu katika sura ya qurani tukufu na tunalazimika kutii amri hizi. तीन सूरत में मौजूद हैं जो हमारे लिए काबिल इताअत है।
tunao mfano mwema wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mbele yetu tunalazimika kutii mfano huu मौजूद है ndani yetu nidhamu ya kiroho ya ulil amr pia inapatikana ambayo nidhamu hii inatukumbusha kuhusu amri za mwenyezi mungu na mtume wake basi sisi hatuna sababu yoyote udhuru wowote kwamba तो जो दिलाता रहता है बस कोई वजह नहीं kwamba tusilete mabadiliko mazuri ndani yetu और दूसरों mwenyezi mungu atuwezeshe sisi sote na yoyote aliyetutegemea sainam alah salatu wassalam tuweze kutimiza yale amin मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने हमसे रखी हैं हम हमेशा उन्हें पूरा करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر